Uhali gani mtazamaji wa Gift Online TV? Tumaini langu ni wewe ni mzima wa afya, lakini pia sisi hapa ndani tuko poa katika kuhakikisha tunakupa kile ambacho unastahili na ni wakati sahihi. Kipindi wani ni Chai na Maisha. Chai tayari iko mezani, magazeti ndio maisha ya kila siku ambayo yanaishi na Mtanzania ambaye ndo wewe mmoja ambaye tayari ni mwanafamilia wa Gift Online TV, lakini kuna ambaye bado hujachelewa. Wakati wako muhimu ndo huwa sasa. Subscribe, share, like, comment. Mwambie jirani yako na rafiki yako kwamba kipindi hewani tayari kimekwisha kuanza. Mimi ni Esther Mwamkwe, nipo na Tobias Kisima katika dakika chache ambazo tunakupa kwa muda huu wa sasa. Leo ni Ijumaa tarehe 25 2025. Bado siku 5 tu katika kumaliza mwezi huu wa 4, tuendelee na miezi mingine. Endelea kutufuatilia, baki na sisi. Mtandao wa wenye fedha wabainika kufadhili biashara dawa za kulevya. Hii ndo mada ya siku ya leo, tutaidiscuss pale mwishoni. Lakini ukitaka kuendelea kwa undani zaidi, chukua gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, ukurasa ule wa 4. Ukurasa wa 19, jeneza kupigwa muhuri leo usiku, Trump kushiriki. Jeneza la nani? Ni maziko ya Papa Francis. Lakini ukurasa wa 5, Mkumbo atua bungeni akiwa na vipaumbele 31 kuwavusha wa Tanzania. Hiyo ni ukurasa wa 5. Lakini habari kubwa ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 18 ni kesi za Lissu. Ni mshike mawakili wa chuana kotini, ulinzi mkali, Heche Mnyika wanasheria, makada Chadema wakamatwa. Lissu agoma kesi kusikilizwa kwa mtandao akiwa gerezani. Askari wa jeshi la polisi wakiwa wamelizingira lango la kuingia mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jana, wakizuia wananchi na waandishi wa habari kuingia, wakati kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu alipotajwa mahakamani huko akihutubia kwa siku ya jana. Kwa hiyo tunaona picha hapo, maskari wakiwa katika lango kuu la kuingia. Tanzania yatangaza uamuzi mgumu kwa Malawi, Afrika Kusini. Nukuu ya kwake akizungumza akisema, kwa kuwa mataifa haya kujibu ombi letu ndani ya muda uliowekwa, tumeamua kusitisha mara moja uingizaji na usafirishaji wa bidhaa zote za kilimo kati yetu na wao. Ni ukurasa wa 3. Lakini ukurasa wa 8 ni siku ya malaria. Wakuu wa nchi za Tanzania na Botswana watoa tamko la pamoja. Picha ni Duma Gideon Boko, rais wa Botswana, lakini pia Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania. Ukurasa wa 3 ni NLD ya chanua na Zitto Kabwe kuwania G55. Hii ni ukurasa wa 3. Lakini kwenye habari za michezo ni Fadlu tumekuja South kufuzu fainali. Hii ni ukurasa wa 24. Nikigeuza upande wa pili wa gazeti hili la Nipashe michezo, mabingwa 1967 1988 mbioni kushuka daraja. Hii ni ukurasa wa 23. Lakini Fadlu tumekuja hapa South kufuzu fainali. Hii ni ukurasa wa 23. Lakini Yanga yamgeukia kwa kasi Fei Toto. Yanga yamgeukia kwa kasi Fei Toto. Hii ni ukurasa wa 23. Hapo nimetia nukta kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Sawa, nipo na Mwananchi Tanzania. Kesi ya Tundu Lissu heka Kisutu, polisi ya dhibiti wafuasi. Viongozi Chadema waliokwenda kusikiliza kesi yake waimarisha ulinzi kila kona. Mgombea urais azuiwa getini awakomalia polisi. Lissu agomea video mawakili walivyochuana kortini. Hakimu Kiswaga amaliza utata. Bariki undani zaidi unapata ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Habari nyingine sema kilo 14,000 za kemikali hatari za zuiwa nchini. Habari undani zaidi unaipata ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Habari nyingine inasema Ndugei Arusha Dongo atamba na clean sheet. Habari undani zaidi unaipata ukurasa wa 7 katika gazeti la Mwananchi Tanzania, ambapo alikuwa spika bunge Job Ndugai bado yupo sana kwenye siasa na ameweka bayana kuwa atawania nafasi hiyo katika uchaguzi wa 2025.
Habari nyingine inasema wimbo wa Bagamoyo kufikia mwisho. Wimbo wa Bagamoyo kufikia mwisho. Habari hii undani zaidi unaipata kurasa wa pili katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Lakini kuna habari hapa, maneno yamenukuliwa: hatuwezi kumaliza malaria bila kuwa na msukumo dhabiti. Msukumo unahitajika kwani tuna kila sababu ya kuhakikisha tunatokomeza malaria. Habari picha hapa kimuonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Moja kwa moja ni geuke kurasa za nyuma. Habari kubwa hapa inasema mitihani miwili ya Fadlu Simba. Mitihani miwili ya Fadlu Simba. Lakini habari nyingine inasema Noble kuhojiwa kamati ya maadili. Noble kuhojiwa kamati ya maadili. Ipo hivyo nimetia nukta kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania. Moja kwa moja nielekea kwenye Mwanasport katika michezo na burudani. Siku 15 ngumu kwa Simba. Siku 15 ngumu kwa Simba. Hakuna kulala. Mastaa wa Simba katika picha tofauti wakifanya mazoezi ya gym saa chache tangu walipotua South. Ndio habari picha hapa inaonyesha. Kwa hivyo kumbuka Stellenbosch atakipiga na Simba katika kombe la shirikisho siku ya kesho kutwa Jumapili majira ya saa 10 kamili za jioni. Habari nyingine nasema Yanga yaweka rekodi nyingine. Yanga yaweka rekodi nyingine. Bariki undani zaidi unapata kurasa wa pili katika gazeti hili la Mwanasport katika michezo na burudani, kwa kionyesha kombe la Muungano kwa siku ya kesho Jumamosi. KVC atakipiga na Yanga majira saa 1:15 usiku. Habari nyingine nasema kinachomtoa Rashford Man United. Kinachomtoa Rashford Man United. Bariki undani zaidi unaipata ukurasa wa 18 katika gazeti hili la Mwanasport katika michezo na burudani. Ligi ya mabingwa siku ya leo, Al Ahly atakipiga na Mamelodi Sundowns majira saa 1 usiku katika dimba la Cairo. Ya kwa moja kurasa za nyuma nimalizie na habari hii ambayo inasema Mudrik afaulu mtihani. Mudrik afaulu mtihani. Lakini ipo hivyo ikionyesha pia ligi ya mabingwa Arsenal atakipiga na PSG Jumanne Aprili 29 majira saa 4 kamili usiku. Nimetia nukta hapo kwenye gazeti la Mwanasport katika michezo na burudani. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, kama nilivyokwisha kukupa taarifa hapo mwanzo, tutazungumza mtandao wa wenye fedha wabainika kufadhili biashara dawa za kulevya. Endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Lakini kupitia mada hii ya siku ya leo ni uwanja ni wako. Kwenye comment uliza swali lolote ama changia mada kuhusiana na hilo. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii ukurasa wa 4 umeweza kuandika mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imemkamata raia wa Uganda Herbert Kawaila akidaiwa kukutwa na pakti 10 za pipi zilizotengenezwa kwa bangi yenye kiwango kikubwa cha kemikali aina ya terihybon inayofika 92% kwenye bracket THC. Pipi hizo zenye uzito wa gramu 174.77 zilikuwa zinasafirishwa kwa gari la aina ya Mercedes Benz lenye namba ya usajili MG33 BMGP kutoka Afrika Kusini kuingia nchini kupitia mkoa wa Mbeya. Akizungumza na vyombo vya habari jana, Kamishna Jenerali Aresta James Limo alisema tukio hilo limeelezwa kuwa ni sehemu ya njama mpya za kihalifu zinazolenga kuharibu kizazi cha vijana kupitia bidhaa zilizositishwa shaka kama pipi, lakini zimekuwa na madhara makubwa kiafya. Kiwango hiki cha THC ni hatari mno na kinalenga kuathiri vijana wetu ambao ndio nguvu kazi ya taifa. Hayo aliweza kuzungumza, lakini pia alisema watumishi wa umma waliohusika katika uvujishaji dawa hizo watawajibishwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Haiwezekani watu wapo na wamepewa dhamana ya kusimamia operation mbalimbali, lakini bado dawa za kulevya zinavuka kuingia nchini na kuingiza. Sasa tunawajibisha viongozi kuanzia ngazi ya kitongoji kwa kuwa wanajua mashamba na bangi na mirungi yaliyomo katika maeneo yao. Hata TFS, wakala wa huduma misitu Tanzania,
nao mashamba makubwa ya bangi hulimwa na wapo wanaofanya operation hawazioni. Kwa nini hawatoi taarifa? Kamishna Limo alihoji kuhusiana na hilo. Lakini nukuu ya kwake hapa ameweza kusema hata TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania, nako mashamba makubwa ya bangi hulimwa na wapo wanaofanya operation hawazioni. Kwa nini hawatoi taarifa hizo? Lakini alisema ongezeko la dawa za kulevya nchini linawafanya wananchi kukosa imani na serikali yao katika mapambano, kwa kuwa dawa hizo ni tishio kiuchumi, huchochea monyoko wa maadili na kushinikiza matukio ya ukatishaji fedha. Kuna jambo wanasemaga kwamba pata pesa tujue tabia yako. Okay. Tunaona hapo tumeambiwa kwamba wale wenye fedha huwa wanaweza kubadilisha mfumo. Yeah. Kwamba unakuta wale wanafanya biashara haramu kupitia mambo ambayo sio. Kwa mfano hapo kuna mfano ambao umechukuliwa wa pipi, kwamba pipi inawekwa katika muundo wa kemikali. Okay. Ambao aina labda tuseme ya bangi, kilevya ina bangi, afu matokeo yake yanakuja kuuzwa. Yeah. Kwa sababu ya kuzidi pia kujitafutia mtandao wa fedha. Kuna mambo ambayo tunatakiwa pia huwa mara nyingi tuweze kuyafuatilia na kuyafahamu sana kwenye swala zima la vitu haramu hivi. Kwamba ni vitu ambavyo havina faida. Unajua kuna kile kitu kina faida, alafu kuna kitu ambacho hakina faida. Yeah. Mtu anatumia labda bangi labda. Wewe kaniambia bangi ina faida, kwa sababu matokeo yake tunaona wanaovuta huko mitaani jinsi walivyo katika hali zao. Yeah. Jinsi walivyo, mtu akishavuta tu muelewi. Hasa na unaweza kujiuliza kwa nini hichi kitu kinauzwa? Kwa nini mtu usiweze ukatumia fedha yako kwa ajili ya kutengeneza kitu ambacho ni kizuri, ukakileta sokoni, watu wakakinunua, mbadala zaidi ya kuleta vitu vya aina ya kilevi kama hivyo. Kwa hiyo mimi ningewasihi tu watu wenye fedha sana sana watafute vitu vya kuweza kufanya vya maana. Wakishaweza kufanya vitu kama hivyo vya maana, ubunifu tu unaleta mjini, basi unajipatia fedha kwa njia ambazo ni nzuri, sio njia ambazo ni tofauti. Sasa mjiulize pipi akinunua mtoto, mambo mengine. Hapana, yani wakisema pipi sio kwamba wanaziuza dukani. No. Pipi ni mfumo wa kufunga, kusafirishia. Sasa nasema kichukua mtoto, kifungashio. Sio kwamba vinauza dukani eti ukutane dukani vinauzwa. Hivi vitu haviuzwi hivyo. Yaani unajua nimechukuliaje? Kaka amenunua iko kwa muundo wa pipi, kaka kaeka hapo. Mtoto mdogo hajui. Ni madhara ya wewe mtumiaji. Lakini kwa upande mwingine biashara inayolipa ni biashara za madawa ya kulevya. Kwa wataalamu wanaposema. Lakini sasa ndio zinalipa, lakini tafuta njia mbadala ya kuweza kujipatia kipato tofauti na njia haramu ya madawa ya kulevya. Amejaribu njia zote akashindwa. Ila wewe uniambie kwamba unashindwa kwa sababu gani? Mimi nimesema labda niende hapo mjini nikauze juisi. Ndio. Glasi shilingi ngapi? 1000. Ndio. Kuliko uchukue bangi uende ukauze kipisiki moja 1000. Ndio ni wengi kuliko sasa wewe yani ni hata wanaouza madawa ya kulevya, hata wanaouza madawa ya kulevya si wapo wengi. Ndio, lakini ndo hawa wengi ndo wanabadilisha sasa mfumo. Tumeiuza kwa njia ya kufunga kwenye gazeti, tukakamatwa, tunabadilisha mfumo. Vifungashio ni vipi ambavyo vinafaa kufungia ili tubadilishe. Lakini si wapo wengi wanaouza hayo madawa. Wapo wengi. Sasa hata juisi si wapo wengi. Lakini kumbuka juisi, umesema wangapi wanaouza juisi? Swali dogo tu, tufike pale stendi. Mtu anayetumia madawa ya kulevya, kuna mtu anatumia uwezi kumjua. Ndiyo. Na kuna mtu yeye ni connection kwa ajili ya watu fulani kupata. Na kuna mtu yeye anatumia watu wanaotumia madawa ya kulevya, ukifika tu pale stendi. Ingekuwa sio haramu au haizuiliwi. Wanaotumia hivi vitu ni wengi kuliko atakaye kunywa ile juisi yako. Sawa, unaweza ukaenda na juisi yako dumu tu la lita 3, lakini isiende kama anavyotumia huyo. Yaani jua limewaka limekolea kweli, mtu ataacha kununua, lazima atanunua. Alikwambia jua kuna njia mbadala, kuna vitu ambavyo unaweza kufanya vizuri. Wewe ukinywa jua likiwaka ndo unakunywa juisi. Hata sasa hivi hali hii kwa ajili ya afya nitanunua kwa ajili ya afya. Tafuta connection kuliko mtu auze vitu haramu. Bora auze.
Watu wanaouza vitu haramu hapo. Sasa hivi atutafutie hela za muda mrefu eti mpaka mwakani ndo nione matokeo. Hapana, mtu anataka kaanza biashara Jumatatu Jumatano apate matokeo. Mimi hata nikaanzishe juisi hapo kwa siku, wezi niambie zinabaki, lazima ilale. Ndio maana hata ukienda kwa mama ntilie utakuta chakula kimeisha. Faida ya juisi ni shilingi ngapi? Si nimesema glasi moja ni shilingi 1000. Ndio. Wala labda tuseme matunda sasa hivi unajua bei yake? Sijajua bei. Kuna kupanda na kushuka kutokana na msimu. Hata mimi wewe ukaniambia madawa yatashindwa kubadilika kutokana na msimu. Ngoja nikwambie, madawa kulevya hayanaga msimu. Yaani kitu chochote, tuseme wewe pombe ina msimu. Maana pombe kuna kipindi ni vitu adimu. Hakuna, pombe haijikuwa na msimu. Ina msimu. Yaani pombe ni kuna vitu ambavyo ni sawa na maji. Wewe kipindi cha sikukuu unakuta pombe zimeisha. Naomba kabisa kwamba huo ni msimu. Yaani ni msimu ambao unakuwa kwamba unatafuta hitaji la watu linakuwa ni wengi. Hamna pombe. Yaani unakuta kabisa unaambiwa kinywaji cha aina fulani hakipo. Nitakosa kwako, lakini kuna aina nyingi za pombe. Kuna Kilimanjaro, kuna Serengeti, lakini unakuta sasa mtu kinywaji chake pendwa ni hichi. Lakini akitoka nje ba nyingine ipo, ama duka la jirani ipo. Hakipo pia. Haiwezekani, haije kutokea. Uliza vizuri wataalamu. Haijawahi kutokea ukose kinywaji. Labda iwe ndo imefika mwisho kiwandani wazalishi material yamepungua. Kuna nyingine, kuna mbadala, alafu mlevi atumiki kile kimoja. Wapo ambao wamezoea vile. Mlevi hawezi kunywa tu Fanta kama wanatumia Fanta orange. Huwezi mlevi sio hivyo. Mlevi kusema eti nimekosa konyagi asinywe. Kuna mbadala wa konyagi. Situmiagi Fanta orange, mimi wanatumia maji. Hapo umejishuku. Mimi nimetoa mfano. Sasa sikia nikwambie kitu. Katika vitu vyote ambavyo kiviwekea malengo, lazima utapita katika mstari ambao ni mzuri. Wewe ukiamua bana mimi siwezi nikafanya biashara haramu, nataka niende nikadili na jambo fulani. Na hakikisha hili fanyaje nitapiga pesa. Wewe usiniambia hata huyo anayeuza vitu vya haramu sio kwamba ataingia tu hivi mjini atapata soko siku hiyo. Lazima naye ataanza kutafuta connection huku na huku. Na mimi ndio nina juisi yangu natafuta connection huku na huku. Mpaka hapa umeandika mtandao wenye fedha wabainika kufadhili biashara za kulevya. Mimi kwamba hawajaibuka tu pap tukafanya hivi. Tayari walishakuwa na malengo. Sasa hata mimi malengo yako ya juisi na wao wanayo. Na mimi kwa nini sasa juisi yako itoboi? Itatoboa, so lazima ukipata faida umepata jero. So lazima juisi unatafuta na maandazi na nini na hichi unatoboa. Maisha sasa hivi unaonekana utafika mbali. Kwenye biashara utafika mbali una kitu. Muhimu. Mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwa siku hii ya leo. Endelea kutufuatilia, endelea kututazama. Nikutakie tu weekend njema, baki salama.